Mwanamke, hizi ndio dalili ambazo kama una tabia hizi au kama una matendo haya, tambua kabisa kwamba hauwezi ukakaa na mwanaume yoyote. Huwezi ukadumu kwenye ndoa hata kama ungekuwepo mzuri vipi. Hata kama ungekuwepo na muonekano mzuri vipi, ungekuwa una shepo nzuri vipi, ungekuwa una sura nzuri vipi, ungekuwepo mrefu mfupi wa wastani lakini una sura ya mvuto, muonekano wa mvuto. Lakini kama una dalili hizi, tambua kabisa mwanamke, hakuna mwanaume ambaye atakaa na wewe hata kama umefanikiwa kuolewa au kuishi na mwanaume. Kama una tabia hizi, tambua kabisa wewe ni mwanamke pasua kichwa. Wewe ni mwanamke vunja kichwa. Sasa dalili ambayo kama mwanamke una dalili hizi au una tabia hizi, tambua kabisa kwamba unahitaji ukombozi, tena sio mdogo, unahitaji ukombozi mkubwa. Sasa tabia ya kwanza ni mtu ambaye unakuta mwanamke unakuwa mkosoaji sana, unamkosoa mwanaume wako kila wakati. Yaani muda wote utatafuta kosa lolote, hata kama wewe ni mwanamke umekosea, utafanya juu chini uonekane wewe ndio mwenye haki, mwanaume wako ni mkosaji. Sasa hili ni tatizo kubwa sana kwa mwanamke pasua kichwa. Nakuta hataki kukiri amekosa, na hata kama mume wake amekosa, yani atakuwa ni mtu anayemkosoa mume wake kila jambo. Mume wake anaweza kafanya hivi akamkosoa, mume wake anaweza kafanya vile akamkosoa, mume wake anaweza kafanya kitu fulani akamkosoa. Muda wote anakuwa ni mtu mkosoaji, muda wote anakuwa ni mtu ambaye anakosoa kila kitu, muda wote anakuwa ni mtu ambaye anakosoa kila jambo. Asa mwanamke pasua kichwa ni mtu anayemkosoa mume wake kwa kila kitu. Lakini jambo lingine, unakuta unakuwa mwanamke una kauli chafu kama mfereji wa matakataka, au kama mfereji wa matakataka machafu. Yani una kauli chafu kwenye kinywa chako, hauna busara ya kuongea, hauna busara ya kuzungumza. Ni mwanamke ambaye unanuka vibaya huko mtaani, kwamba bana, ukitaka kujua kauli chafu mfuate Mama Adija. Ukitaka kuwa na kauli chafu ushinda na mama fulani. Umekuwa gumzo hata mtaani, umekuwa gumzo hata kwa mume wako. Mume wako ana amani, mume wako amekuwa mpole, umeimeza mamlaka yake, sauti yake ya wanaume umeimeza kwa kauli zako chafu. Mume wako hataki hata kukugombeza, anajua kabisa hapa nikifoka tu kidogo nimefungulia maneno, nimefungulia matukano na matusi, nisije nikajidhalilisha. Sasa mwanamke ukiwa na tabia hizi, tambua kabisa wewe ni mwanamke pasua kichwa, ambaye haufai kabisa kukaa kwenye ndoa hata dakika 5. Lakini tabia nyingine ambayo itakupelekea wewe ujijue kuwa ni pasua kichwa, tunasema unakuwa ueleweki. Ni mtu ambaye unataka nini, ni muda wote haujawahi kulizikaga. Mume wako akufanyie jambo hautaki kulizika, mume wako akufanyie jambo hautaki kuelewa. Ni mtu pasua kichwa, ni mtu hutaki kuambiwa, ni mtu ambaye hauna roho ya kulizika. Mume wako akikufanyia surprise kitu fulani, hapana hata kama lakini sijalizika. Amekutoa auti, sijalizika. Ni mtu ulizikaji na kitu chochote. Asa zote hizo ni dalili za kwamba wewe ni mwanamke pasua kichwa. Na kama una hizo tabia, nakwambia kweli unaivunja ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Na hata kama unaishi na mwanaume, nakwambia kweli huyo mwanaume anakudharau ndani ya moyo wake, lakini hawezi tu kukwambia. Lakini jambo lingine tunasema kwamba unakuwa ni mchoyo wa kupindukia. Unakuwa mwanamke mchoyo, mwanamke mwenye roho mbaya. Mtu anakuja kukuomba kiberiti akawashie moto na mnyima. Anakuja kukuomba jirani yako mboga, una mboga nyingi, anakuomba, unamwambia sina, wakati mboga unayo mpaka nyingine unaenda kumwaga jalalani. Ni mtu ambaye umekuwa mchoyo. Asa zote hizi ni dalili za mwanamke pasua kichwa. Mwanamke ukiwa na tabia hizi, tambua kabisa wewe ni mwanamke pasua kichwa. Huwezi kukaa kwenye ndoa ya aina yoyote, huwezi kukaa kwenye mahusiano ya aina yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni pasua kichwa. Mtaani utaitwa pasua kichwa, kwenye ndoa utaitwa pasua kichwa. Mwanamke mchoyo, mwanamke ambaye una roho mbaya. Mwanamke akiwa na roho mbaya, huyo ni mwanamke ambaye ni mchawi pasipo yeye mwenyewe kujijua. Unaweza ukawa mchawi wa kuroga, lakini kama una roho mbaya hauna tofauti na yule mchawi anayepaa angani anayeroga watu. Kwa sababu gani? Roho mbaya pia ni roho ya uuaji, roho mbaya pia ni roho ya shetani, ni roho ya uchawi. Mwanamke ukiwa na tabia hiyo, elewa kabisa wewe ni pasua kichwa, na uwezo ukakaa kwenye mahusiano ya aina yoyote ile.
Lakini jambo lingine tunasema kwamba unalitumia tendo la ndoa kuwa kama silaha kwa mume wako. Unalitumia tendo la ndoa kuwa kama fimbo kwa mwanaume wako. Unalitumia tendo la ndoa kuwa kama ni unyanyasaji kwa mume wako. Tendo la ndoa umeligeuza kuwa nini? Kuwa dozi. Unampangia utakunywa 2 mara 3 kwa mwezi, utakunywa 2 mara 3 kwa wiki. Wewe ni pasua kichwa. Hata kama mwanaume wako alikuwa anakuheshimu na kuthamini vipi, unamjengea roho ya usaliti ndani yake. Unamjengea roho ya usaliti ndani yake. Na kuambia kitu cha kweli, wapo wanaume wengi kwa matendo ambao wanafanyiwa wake zao. Mwanaume anajiongeza, ngoja anunue kiwanja, ananunua kiwanja kwa siri, anajenga nyumba kwa siri, anaoa huko kwa siri, anazaa huko kwa siri. Wewe hujui, mnabaki tu vile vile tangu alipokuaga. Mna dishi moja na beseni moja na kalai moja na kitanda kile cha 2 kwa 2 ndio mnalala hapo. Muda wote mwanaume anakuambia sina. Kumbe anavyo vingi ameviweka huko pembeni. Kwa sababu gani? Hataki kukuonyesha, kwa sababu wewe ni pasua kichwa. Anaendeleza malengo yake huko pembeni. Akija mume wako mimi sina, mke wangu sina. Kwa sababu gani? Anajua unamnyanyasa hata kwenye tendo la ndoa. Mume wako anakuomba tendo la ndoa, unamnyanyasa nalo, unampiga nalo kuwa kama bakola, kuwa kama fimbo. Anakutafutia mwenyewe vyakula, lakini bado unamdharau, bado unamtesa. Na kuambia kitu cha kweli, ukiwa na tabia hizo, jua kabisa wewe ni pasua kichwa. Wewe ni pasua kichwa. Ni pasua kichwa wewe. Na hautaweza kukaa kwenye mahusiano na huyo mwanaume. Kwa sababu gani? Wewe ni mwanamke ambaye ni pasua kichwa. Lakini jambo lingine, akili yako inakuwa na mawazo ya magomvi muda wote. Wewe hujai kaaga na amani. Yaani ndani ya ndoa, hata kama mume wako ni mpole vipi, hakunaga amani. Muda wote utalianzisha libala lilikotokea huko, haitaeleweka. Mume wako ameshika tu simu, anajaribu kuongea na watu. Unaongea na wake zako huko. Na nini? Mabarau unayaanzisha. Wewe ni pasua kichwa. Ni mwanamke usiyefaa hata kidogo. Ni mwanamke usiyekuwa na nidhamu hata kidogo. Ni mwanamke usiyekuwa na stala hata kidogo. Kwa sababu gani? Wewe ni pasua kichwa. Sasa zote hizo ni dalili za mwanamke pasua kichwa. Kama anawaza magomvi muda wote, anawaza mapigano muda wote, anawaza magombano muda wote, na kuambia kitu cha kweli, wewe mwanamke uwezi ukakaa kwenye hiyo ndoa na ukadumu kwenye hiyo ndoa ukiwa na matabia magomvi muda wote. Lakini jambo lingine tunasema, unakuwa ni mtu ambaye unataka kumuendesha mwanaume wako. Unataka kumpelekesha vile ambavyo unataka wewe. Unataka kumuendesha vile ambavyo unaona wewe. Unataka kumtumikisha vile ambavyo unaona wewe. Unaona huyu bana, nataka uende hivi, nataka upite hapa, nataka ukatishie hapa. Na kwambia leo muda wa kurudi ni saa 12 ya jioni. Ukizidisha hapo mimi sio mke wako, tusijuane tena. Ukizidisha hapo uniheshimu, utanikoma, utanijua mimi ni nani. Mimi ni Fatuma Adija Mwalokwikwi, utanijua. Yaani unaanzisha tu mabalaa muda wote. Ni mtu unayetaka kumuendesha mwanaume wako. Asa wewe ni pasua kichwa, usiyefaa kabisa. Lakini jambo lingine tunasema kuwa unakosa hata utulivu wa akili yako. Akili yako inakuwa itulii, inawaza muda wote mabaraa, inawaza muda wote mavita, inawaza muda wote mapigano, inawaza muda wote mapambano. Hakuna maelewano baina ya mume na mke. Mume akiona nyumba yake, akiona geti, anaona ameingia gerezani. Akiona geti ameingia kwenye chumba cha moto. Akiona geti ameingia kwenye chumba cha mateso. Akiona geti ameingia kwenye nyumba ya dhoruba na mateso. Yaani ametoka kazini amechoka na bado anawaza nyumbani pia ataishije na mke wake, ataishije na familia yake. Kwa sababu gani? Mwanamke wake yeye ni pasua kichwa. Sasa zote hizi ni dalili ambazo mwanamke utakapokuwa nazo, na kuambia kitu cha kweli, mahusiano hayo hayawezi kudumu. Mahusiano hayo yatakopo hayana baraka za kimungu, na Mungu atakuwa anakuchukia kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya matendo yako. Lakini jambo lingine tunasema kwamba unakuwa ni mbishi, hutaki kuambilika, hautaki kusikia chochote, hautaki kushauriwa chochote. Roho ya ubishi inakaa ndani ya moyo wako. Roho ya ubishi na ufunga moyo wako. Unakuwa ni mtu mbishi kweli kweli. Unakuwa ni mtu ambaye unabisha kila kitu.
Mume wako anakuelekeza, mke wangu leo tulia ndani usitoke nje. Mke wangu leo tulia usiende unakotaka kwenda huko kutembea na wakina Fatuma. Hao sio marafiki sahihi, ni marafiki ambao hawajatulia na ndoa zao, wameachika miaka kama 7 hivi. Unakaeje nao? au utapata nini kwao? Aniache, ni mimi mwenyewe naamua. Kwani nini? Usinipelekeshe, usinibabaishe. Mimi sio mdoli. Wewe ni pasua kichwa. Wewe ni pasua kichwa. Wewe ni pasua kichwa. Wewe ni pasua kichwa. Mwanamke unapokuwa na tabia hizi, nakwambia kitu cha kweli, haufai hata kidogo. Nakwambia kitu cha kweli, haufai kuitwa mwanamke hata kidogo. Unafaa kuitwa mwanamke mpumbavu asiyekuwa na hekima na adabu, kwa sababu wewe ni pasua kichwa. Unapokuwa na dalili hizi, nakwambia kitu cha kweli, huwezi ukadumu kwenye mahusiano. Jifunze kujirekebisha. Mwanaume anataka akae na mwanamke mnyenyekevu. Mwanaume anataka akae na mwanamke mtiifu. Mwanaume anataka akae na mwanamke mwenye adabu. Mwanaume anataka akae na mwanamke mwenye hekima, mwenye busara, mnyenyekevu na mwenye nidhamu. Hapo unakuwa umeuteka moyo wa mwanaume. Hapo unakuwa umeuteka moyo wa mwanaume. Anataka mwanaume akae na mwanamke ambaye anajua kusema nisamee baba, nisamee mume wangu, nisamee, halitajirudia tena. Unapokuepo unaishi katika mfumo wa nisamee, mwanaume hata angekuwa na hasira 100%, ukisema tu nisamee, hasira zote zinaporomoka na kuepo 0.000. Kwa sababu gani? Wewe ni mwanamke mwenye hekima. Unapokuepo ni mtu mnyenyekevu, mtiifu, unayetambua neno nisamee. Jifunze kunyenyekea. Achana roho ya upasua kichwa na Mungu atakubariki. Mungu akutunze. Ninakutakia wakati